Bwana Yesu asifiwe. Ndugu unayetufuata kwenye ibada hii, Mungu akubariki. Praise the Lord, brethren who are following us in this service. God bless you. Tunamshukuru Mungu kila siku, kulala na kuamka ni neema yake. We thank God so much. To sleep and wake up, it is His grace. Hakuna kitu tunaweza mlipa Mungu isipokuwa kumshukuru tu, kumwambia asante. There is nothing that we can give to God, only to say thanks to God. Nasema asante, nasema asante, nasema asante, ewe Mungu wangu. Nasema asante, Baba nasema asante, Baba nasema asante, ewe Mungu wangu. Hallelujah. Hallelujah. Ujumbe inasema hivi. The message says like this. L'intervention divine, kusaidiwa kwa kimungu. Divine intervention. Hallelujah. Hallelujah. Katika hii dunia, on this earth, kila mtu anapendaka wa intervenire mushida yake. Every person needs somebody who can intervene in his or her situation. Lakini kuna mahali mwanadamu anakuwa kana mipaka na inahitaji Mungu aintervenire mwa hiyo shida yake. But there is a level where a human being has limitation that needs God himself to intervene. Kuna mambo zingine mwanadamu anaweza saidia. There are some situations that human being can help you. Lakini kuna mambo zingine, but there are other situations, inahitaji Mungu. That needs God himself. Kama siku moja nilikuwa kwa maombi. Like one day I was in prayers. Na tulikuwa watu wengi kwa maombi tukiomba. And there were many people in the prayers praying. Na ilipofika wakati ya mahitaji, night reached the time of prayer requests. Watu walianza leta mahitaji. People started to bring their prayer requests. Mama moja alisema, one woman said, nyumba yangu, my house, inakaribia chukuliwa na bank. It is almost being taken by the bank. Sababu ya deni nilizochukua. Because of the loan that I got. Na saizi sina kazi tena. And now right now I don't have a job. Faida imekuwa kubwa. Now the interest has gone so high. Nitapeleka watoto wapi? Where will I take my children? Nikamwambia, I told her, unahitaji intervention ya Mungu. You need God's intervention. Oh, na Mungu ni mwema. And God is good. Tuliomba. We prayed. Ilikuwa maombi ya siku 3. It was prayers of 3 days. Na kisha maombi ya siku 3. And after 3 days prayer, ndugu yake mmoja na huyu mama alimuita. One of her brothers called her. Akamwambia, and told her, ile mambo yako ya deni ya banki imefikia wapi? How far have you gone with the issue of the loan, the mortgage loan? Akamwambia, saizi mambo ni mazito, banki inataka chukua nyumba. He said the situation has become so terrible, the bank wants to take away my house. Na kakake alimwambia, and now the brother told her, nitaanza gawa mshahara yangu. I'll start dividing my salary. Nusu ilipe madeni zako. Half of it you pay your debts. Na pamoja na hiyo nitakusaidia ufanye biashara. And together with that, I'll help you to do business. Huyo ndiye Mungu. That was God. Mungu akiingia mshida yako anaimaliza. When God enters your situation, he finishes it. Kuna mambo zingine zinahitaji Mungu peke yake. There are some situations that need God himself. Katika hiyo maombi, in that prayer, mama mwingine, another woman, nikasikia analeta hitaji. I heard her bringing prayer request. Mimi hitaji langu, now my prayer request, ninataka $5. I want $5. Mungu anibariki. God to bless me. Nianze biashara. That I begin business. Ya kuchuruza mboga za majani. It's just selling vegetables. Hiyo ndio hitaji langu, nimekuja lilia Mungu siku 3. This is my prayer request. I've come to cry before God for these 3 days. Lakini muroni kasema, but in my heart I said, mimi sina $5. I don't have the $5. Mimi ninayo. For me I have the $5. Hii haihitaji umama kuteseka sana. This only $5 does not need this woman to suffer so much. Nikatoa $5 nikampatia mama. I got out the $5 I gave this woman. Nikamwambia mama, $5 ndio hiyo. I told this woman, here is the $5. Unahitaji nyingine? Did you have another prayer request? Alipoona ninampa 5. When she saw me giving her $5. Akageuza pana, nilisahau ni 100 njoo nilikuwa naomba. She said she changed herself that no, I was asking for $100. Akabadilisha. She changed. Kuna mahitaji zingine zinahitaji Mungu aingie shida yako na imani. There's some prayer requests and answers that needs God himself to come and intervene and finish it.
Tusome neno la Mungu. Let us read the word of God. Teme yetu na intervention ya Mungu. Our theme is God's divine intervention. Intervention ya Mungu. Divine intervention. Tuko katika kitabu cha Danieli sura 3. We are in the book of Daniel chapter 3. Mstari wa 16 na 17. Verse 16 and 17. Lakini tutaendelea pole pole. We shall continue slowly. Biblia inasema hivi. The Bible says like this. Ndipo Shadrach na Meshach na Abednego wakajibu wakamwambia mfalme. I'm reading Daniel 3:16. Shadrach, Meshach and Abednego answered and said to the king, Nebukadneza, hamna haja ya kujibu katika neno hili. Oh Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. Kama ni hivyo, If this be so, Mungu wetu tunayemtumikia anaweza tuokoa na tanuru ile iwakayo moto. our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O Naye king. atatuokoa na mkono wako, mfalme. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hawa ni watumishi wa Mungu. These are servants of God. Meshach, Shadrach na Abednego Shadrach, Meshach and Abednego. walikuwa katika nchi ya Babeli, They were in the nation of Babylon, na mfalme wa Babeli Nebukadneza and the king of Babylon, Nebuchadnezzar, akaleta amri brought law ya kwamba that watu wote wataanza abudu sanamu. all people will start worshiping idol. Wakati watapiga zenze, watapiga matari na firimbi, kila mtu ashuke na abudu hiyo sanamu. That the time they will blow the trumpet, the lyre, the flute, all of them should bow down and worship the idol. Lakini walitafuta nini? But what were they seeking out of Walikuwa that? napiganisha Mungu wa Meshach, Shadrach na Abednego. They were fighting against God and Shadrach, Meshach and Abednego. Mtu akupiganishe wewe lakini asiguse Mungu wako. Somebody can fight you but not to touch your God. Mungu wetu ni wa ajabu sana na anapiganaka vita. Our God is so great. He's the one who fights our battles. Na ninatangazia maadui zako waache sasa. And I'm declaring to your enemies, they should leave you right now. Sababu wamekupiganisha vita mingi sana. Because they have fought you a lot of battles. Na Mungu iko mbinguni, iko naona. And God is in heaven seeing them. Na muda wake wa kuintervenir umefika sasa. And your time of being intervened in your situation has come. Hawa watu Those people, wakawaambia, they told him, mkikataa abudu hiyo sanamu, if you refuse to worship this idol, tutawatupa katika tanuru la moto. we shall throw you in the fiery furnace. Haleluya. Amen. Lakini hawakuogopa wala kutishika. They were not shaken. They did not even fear. Waliendelea abudu Mungu. They continued worshiping God. Juu walijua nguvu zake. Because they knew his power. Ni shida kubwa It is a big problem kama unaweza abudu Mungu mwenye haujue. if you can worship God whom you do not know. Unafuata Mungu haumjue ule Mungu. You will follow God whom you do not know. Ni shida kubwa sana. It is a big problem for Kama you. umemwamini Mungu, If you believe in God, lazima ujue kwamba Mungu iko you should know that God is alive na ana nguvu na atakusaidia. and he has power and will help you. Anakujaka intervenire saa ya mwisho. He comes and intervenes at last moment. Ile saa unafika mwisho, The time when you have reached ndio at saa Mungu deadlock. anakujaka na ingia mu maneno ya. That's when God comes and intervenes in your situation. Meshach, Shadrach na Abednego Meshach, Shadrach and Abednego, walimjua Mungu, they knew God. hawakutikisika. They were not shaken. Hata kama moto waliongeza mara 7. Even if they hit the fire 7 times. Haleluya. Hallelujah. Moto wakaongeza mara 7. They hit the fire 7 times. Mstari wa 19. In verse 19. Ndipo mfalme Nebukadneza kajana ghadhabu na sura ya uso wake kabadilika juu ya Meshach, Shadrach na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Verse 19. Then Nebuchadnezzar was filled with fury, and the expression of his face was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. He ordered the furnace heated 7 times
more than it was usually heated. Haleluya. Hallelujah. Hata kama waliongeza moto mara 7, Even if they increased the fire 7 times, Meshaki, Shadraki na Abednego hawakutupa imani yao, walimwangalia tu Bwana. Meshach, Shadrach, and Abednego did not throw their faith, but they looked upon Na God. ndio walimjibu mfalme. And that's why they answered the king. Walimwambia mfalme, They said, King, kama ni hivyo, if it is like that, Mungu wetu our God atatuokoa na hiyo moto, will redeem us out of that fire, na atatuokoa na hii hasira yako. will also save us from your fury. Haleluya. Hallelujah. Tazamia Bwana, Look upon God. iko hai He's alive na naona yale unapitia and he's seeing what you're going through na hata kuacha. and will not leave you. Neno la Mungu linasema The word of God says, hasira ya mfalme liwaka, the anger of the king rose. akatuma majeshi wawashike hawa watu, He sent the armies to seize these people. wakawashika, They seized them wakawaleta, and they brought them. sababu moto imeongezwa mara 7. Because the fire was hit 7 times. Walikuwa nakuja kuwatupa ndani ya moto, They were coming to throw them in that fire. lakini napenda hii sana. But I love this so much. 22, 22. basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa inawaka moto sana, mwako wa ule moto ukaua wale watu walioshika Shadraki, Meshaki na Abednego. I'm reading verse 22. Because the king's order was urgent and the furnace overheated, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Amen. Haleluya. Hallelujah. Mfalme alipotengeneza sanamu, Mungu alikuwa naona, akanyamaza. When the king prepared the idol, God was seeing. Wakati mfalme ameanza washa moto, Mungu alikuwa naona na akanyamaza. And the time the king began to lit the fire, God was quiet and looking up at him. Wakati wanashika Meshaki, Shadraki na Abednego wanenda watupa kumoto, Mungu alikuwa naona na akanyamaza. The time they went and caught Meshach, Shadrach, and Abednego to be thrown in fire, God was quiet and looking at them. Usiwazie Mungu haone yale unapitia. Don't think God is not seeing what you're going through. Anaona, He's seeing me anangoja saa ya mwisho. and is waiting at the last Wakati moment. wanadamu wanasema haiwezekani tena, When human beings are saying it is impossible, njoo Mungu anasema kwangu inawezekana. now that's when God says, to me it is possible. Maana Ayubu anasema Because Job says kwa kitabu cha Ayubu 42 mstari wa kwanza na wa pili, in Job 42 verse 1 and 2, ninajua ya kwamba unaweza mambo yote. that I know my God can manage all things. Mungu anaweza mambo yote God can overcome all things, na hakuna cha kumshinda. and nothing can defeat him. Haleluya. Hallelujah. Ayubu 42 mstari wa pili nasema hivi. Job 42 verse 1 and 2 says like this. Verse 2. Verse 2. Ninajua ya kuwa unaweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Job 42 verse 1 and Verse 2, verse 2. I know that you can do all things, and that no purpose of yours can be thwarted. Oh, hallelujah. Amen. Mungu anaweza fanya mambo yote God can do all things, na makusudi yake hayawezi yakazuilike. and his counsel cannot be resisted. Walipowashika sasa, When they held them now, ndio mwisho sasa hiyo. now that was the end. Wanakia watupa mumoto. They were coming to throw them in fire. Ndio pale Mungu hakunyamaza tena. Now that's when God could not keep quiet Mungu anymore. alikuja intervenir. God came and Na intervened. kitu cha kwanza Mungu alifanya, The first thing God did, wale walikuwa nabeba Meshaki, Shadraki hivi wanawaleta kumoto, those who are carrying Shadrach, Meshach, and Abednego, carrying them like this to throw them in fire, ndio benye moto ilianzia yako. those are the very people whom fire began with. Mungu anapoanza intervenir, ataanza kwanza na kupiga ule adui yako. When God begins to intervene, he will begin with that enemy who is disturbing you and hit that enemy first. Sababu Biblia nasema kwa Mezali 26
na mstari wa 27. Because the Bible says in Proverbs 26:27, achimbaye shimo the one who digs a pit atatumbukia ndani mwenyewe. will fall in that very pit Muda wa himself. Mungu umefika. The time of God has reached. Mungu anataka simama sasa God wants to stand right na now kupiga yule adui and yako to fight that enemy aliyekuchimbia shimo. who has dug for your pit. Atadumbukia mwenyewe ndani. Will fall by him or herself in that Mwenye pit. alikutakia kufa The one who wished you to die, atazikwa kabla yako. he will be buried before you. Utamuona wakimuzika You will see when that person is being buried. na utafika kwa maziko yake na kumwambia pumzika kwa amani. Hata kama alikuwa mubaya na mulozi wanamwambiaka pumzika kwa amani. And you will reach at the grave and you throw soil on the person and say, oh, rest in peace. Because even an evil person, they say that word, rest in peace. Lakini kwenye anaenda matendo yake ndio yatamfuata. Kama alikuwa mubaya anenda jehena, kama alikuwa mzuri anenda kwa mikono ya Mungu kupumzika. But it will be his works that will follow that person who has died. If he did well, will go in heaven. If he did evil, will go in hell. Nasema tena, I'm saying again, aliyetafuta kifo chako the one who sought your death atakufa mbele yako na utaona gisi wanamuzika. will die before you and you'll see how that person is buried. Wale waliomshika Meshaki, Shadraki na Abednego njoo wenye moto ilianzia yako. Those who said Shadrach, Meshach and Abednego, the fire began with them. Danieli 3:22. Daniel 3:30, Moto ikaanzia yako. the fire began with them. Mweiko na kuloga. The one who is bewitching you, Bulozi tamurudilie mumalizie mwenyewe. the witchcraft will bounce back to that witch and finish that person. Mwenye iko natembea na jina yako kutakia mabaya. The one who is moving with your name and talking ill of you. Mabaya tamurudilia juu Mungu amekasirika, Mungu ameingia mshida yako sasa. Because God is annoyed, God has intervened in your situation, that evil will turn back to that very person. Saa ya mwisho ndio Mungu anasimamaka. At the last moment, that's when God stands and intervenes. Oh, hallelujah. Mimi mwenyewe niko na hubiri na barikiwa kwanza. Oh, hallelujah. Even me who is preaching, I feel I'm blessed. Oh, nasikia nabarikiwa. I feel I'm blessed. Waliomshika Meshaki, Shadraki na Abednego wale majeshi ndio moto ilianzia kukawachoma. Those soldiers who says Meshach, Shadrach, Abednego, fire began with them. Hallelujah. Amen. Jambo la pili lifanyika. The second thing that Walipoingia happened, mmoto, when they entered the fire, Mungu akaintervenir, akamaliza nguvu ya ile moto haikuwazuru. God intervened in that fire. That fire could not do them harm at all. Kila moto waliwasha mbele yako. Every fire they lit before Moto wa you, magonjwa. the fire of Mungu sickness, amalize nguvu ya hiyo moto isikuchome. may God make that fire powerless not to burn you. Moto ya kukosa kazi. Fire of not having a job. Kazi imekufa, Your job has died. biashara imekufa, iendelee tena. The business has died. It is not going forward. Ndoa imekuwa njo vile haujue uko mkia wapi, iko vile iko na haiko. The marriage, there's uncertainty in it. Ni moto amekuashia. That is fire that have lit Moto ya for you. umaskini, Fire of poverty. moto ya kuteseka, Fire of suffering. moto ya kukataliwa. Fire of rejection. Ile moto haitakuwa na uwezo kwa jina la Yesu. That fire is powerless in Jesus' name. Sababu Mungu ni moto ulao. Because God is a consuming fire. Atamaliza nguvu za hiyo moto. Will make that fire powerless. Moto haikuwa zuru. The fire could not overcome them. Hallelujah. Hallelujah. Sababu Mungu aliintervene. Because God intervened. Mungu aingie mu mambo yako. May God enter into your situation. Mungu aingie mu dossier yako yenye iko kuparike kukoti. Mungu aingie mu mambo yako ze uko nasambia mashamba yako na vitu vyako, pesa yako. May God intervene in your situation, the problem that you have in court. May God intervene there and overcome for you that situation. Also over your land that somebody wants to grab. May God intervene and bring back your land in your hands. Mtu ulimpatiaka pesa kwa roho mzuri kukurudishia, imekuwa shida, ni moto amekuashia, ile moto haitakuchoma. Mungu ataintervenir na utapewa haki yako kwa jina la Yesu Kristo. You lended somebody money in good spirit, but now paying back has become a problem. God is going to intervene in that situation. That is the fire that have lit for you. It is going to be powerless in Jesus' name. Umeombea mtu, mumeanza polepole sana, barikiwa, amekimbia na anaanza kusema vibaya na kusema kanisa vibaya. Ni moto amewasha, usiogope. Hiyo moto haitakuchoma. Mungu iko ataintervenir.
You began with somebody in a very humble beginning. You prayed for the person. The time he was blessed, he ran away from you. He started talking ill of you. That is the fire. God is going to intervene and make that fire powerless. Moto haikuwa na uwezo juu yao. The fire did not have any power over them. Mungu alipointervenir, When God intervened, jambo la tatu lifanyika. the third thing that happened, Kamba zilizowafunga mikono na miguu zikakatika mwa ile moto. the chains that had bound their hands and the legs got cut in that fire. Kila kamba wamejaribu funga nao maisha yako ikatike saizi kwa jina la Yesu. Every kind of rope they try to tie your life, let it be cut right now in Jesus' name. Kamba za kijamaa, The ropes of family, za kiuchawi, of sorcery, za watu wenye wivu, of people who are jealous, zikatike kwa jina la Yesu Kristo. let it be cut in Jesus' name. Kamba kwa miguu walikufungako usiendake mbali, utaenda mbali, utaendelea kwa jina la Yesu Kristo. The ropes they tied your legs that you don't go far off, it will be cut right now and you will go far off in Jesus' name. Kamba walifunga mikono yako juu kila kitu utakuwa nagusa kinakufa, hiyo kamba ikatike kwa jina la Yesu Kristo. The rope they tied your hands that whatever thing you touch dies off, let that rope be cut and you touch big things in Jesus' name. Jambo la nne lilifanyika kwa moto. The fourth thing that happened in the fire, Yesu akakuja mwenyewe akaanza tembea nao ndani ya ile moto. Jesus himself came in that fire, started walking with them in that fire. Yesu atakuja kukuasiste kwa shida yako. Jesus will come and assist you in your situation. Kuna mashida ingine mwanadamu anachokaka na nakukimbia. There are some problems that human being will get tired and run away from you. Kama ukigonjwa corona, Like if you are sick of corona, hakuna mwatakia kuvisit ku hospital. no one will come and visit you in hospital Juu kila mtu anaogopia maisha yake. because every person is afraid of his or her life. Hata ukiita mtu akie kuombea ku hospital ataomba tu kwa simu, chukua simu tuombe, hatafika hapo. Even if you call somebody, even if you invite somebody to pray for you in hospital, we'll just tell you, get your phone, we'll pray for you on phone. Haleluya. Hallelujah. Lakini Yesu anaweza fika hata mu hospital, hata ukigonjwa atafika pale na atakuvisite na atakusaidia na hata kuacha hapo. But Jesus, even if you are sick, whether corona, will visit you there, will not let you down, will reach there and help you in that situation. Na atakuponya sababu yeye ni Jehova Rafa. He will heal you because it's Jehovah Rapha. Mwanadamu iko na limit, lakini Mungu anaweza yote. Human beings have limit, but God is more than able. Na mfalme And the king alitaka jua nini imefanyika kwa hao watu. wanted to know what happened to these people. Walikufa ama moto imewachoma ama nije? Did they die? Did the fire burn them? What happened? Haleluya. Hallelujah. Mfalme alipofika pale When the king reached there, akakuta wako natembea ndani ya moto. found them walking in the fire. Wako natembea ndani ya They moto. were walking the finance. Oh, haleluya. Hallelujah. Kuna mtu aliwazia hautamaliza hii mwaka. There's somebody who thought you'll not finish this year. Atashangaa atakuona uko hai na unatembea kabisa. Will see you alive and walking properly. Shida haitakumaliza. Problem will not finish Mungu you. hata kaa kimya, ataintervenir. Saa ya mwisho utamuona. God will not keep quiet at the last moment. God will intervene. You will see him. Vita unavyo kwa huduma, Mungu hata kaa kimya, ataintervenir. The battle you have in ministry, God will not keep quiet. He will intervene. Jua nakuaka saa ya mwisho. That he comes at the last moment. Kumbuka Lazaro kwa Injili ya Yohana 11. Remember Lazarus in the book of John 11. Aligonjwa. He was sick. Yesu akanyamaza. Jesus kept quiet. Akakufa. He died. Yesu akanyamaza. Jesus kept quiet. Akazikwa. He was buried. Yesu akanyamaza. Jesus kept Siku quiet. ya kwanza The first day, Yesu akanyamaza. Jesus kept quiet. Siku ya pili Second day, Yesu akanyamaza. Jesus kept quiet. Siku ya tatu Third day, Yesu akanyamaza. Jesus kept quiet. Siku ya nne Fourth day, Yesu akasema Jesus said, sitanyamaza I'll not tena. keep quiet Yesu anymore. akakuja Jesus siku came ya nne the fourth day. sababu yeye ni namba 4. because the fourth number. Jinsi alikuja namba 4 ndani ya moto, As he came as the fourth person in the finance, na ndio siku ya 4 akakuja kwenye walimuzika Lazaro, and the fourth day came where Lazarus was buried. na wakasema And they said, ananuka sasa. he's now smelling. Wakati watu wanasema haiwezekani tena, Mungu anasema inawezekana. When people are saying it is now impossible, God says it is possible. Yesu akasema Jesus said, muondoe jiwe. remove the stone. Akaomba, And he prayed, Lazaro toka nje. let Lazarus come forth. Na hapo hapo Lazaro alitoka nje. There and then Lazarus came forth. Dosie ya Lazaro ama kesi ya Lazaro hakuna mtu mwangeiweza isipokuwa Mungu peke yake. The case of Lazarus, nobody could manage except God himself.
kesi ya Meshaki, Shadraki na Abednego mumoto, hakuna mwangeiweza isipokuwa Mungu mwenyewe kumaliza nguvu ya moto. The case of Shadrach, Meshach and Abednego, nobody could manage it. Only God to come and finish that case. Haman alitaka uwa Mordekai. Haman wanted to kill Mordecai. Haman alikuwa jean, alikuwa na nguvu, alikuwa generali, alikuwa na silaha na jeshi. Haman was a commander, he had guns, he was giant, he had strength. Lakini Mordekai alikuwa mlinzi wa mlango tu. Mordecai was just a mere gatekeeper. Walipoomba, But when they prayed, Mungu aliingia mshida yao. God intervened their problem. Muti Haman alitarishia Mordekai wa mtundiki yako, akatundikwa mwenyewe kwa muti yake. The place where Haman had prepared Mordecai to be hanged, he was hanged himself there. Mungu ataingia mshida yako. God will enter into your Na situation ata intervenir. and will intervene Na hata kuacha chini. and will not leave you down. Jambo la tano lilifanyika. The fifth thing that happened, Walipookolewa ndani ya hii moto, when they were redeemed out of this finance, mfalme akasema, the king said, tangia leo from today, hakuna Mungu mwingine ataabudiwa kwa hii nchi. no another God shall be worshipped in this nation. Mungu wa Meshaki, Shadraki na Abednego ndiye Mungu wa kweli. The God of Meshach, Shadrach and Abednego is the real God. Mungu ataintervenir kwa shida yako. God will intervene in your situation. Na watu watajua Mungu nayeomba ni Mungu wa kweli. They'll know that the God whom you pray to is the real God. Jambo la sita limefanyika. The sixth thing that happened, Maadui zao wakaangamizwa na wao wakainuliwa. their enemies were destroyed and for them they were elevated. Mungu anakuja intervenire kwako pia. God is coming to intervene in your situation also. Haijalishi moto gani uko napitia saa hizi. No matter what kind of fire you are passing through right now. Haijalishi namna gani wameongeza nguvu ya hiyo moto. No matter how many times they have hit that fire. Tazamia Bwana. Just look upon God. Mungu ataintervenire juu yako. God will intervene for you. Ikiwa atakukutana wewe ni mwenye haki. If he'll meet you as a righteous person. Sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Because the righteous shall live by faith. Mungu hata intervenire kwako na uko mzambi. God will not intervene for you when you are in sin. Juu Biblia nasema mkono wa Bwana si mfupi kwa kuokoa, lakini zambi zetu ndizo zimetutenga na uso wake. That's why the Bible says that the hand of God is not shortened to save us, but is our sin which has separated us with our God. Haiko Mungu wa machafuko. He's not God of darkness. Ikiwa nataka intervention yake, If you kuwa want, mwenye haki, ogopa zambi, tembea katika uhaki. if you want him to intervene in your situation, move rightly with him, be a righteous person, he will intervene in your situation. Jambo la pili, kuwa na imani kwake Mungu uliyemwamini. The second thing, have faith in him that he is the God who can do all things. Hata moto iongezeke wakutishe na maneno maadui, amini tu Mungu na simama imani. Even if the situation is so scaring and they hate it so much, stand with God and believe in him only. Tatu, maombi, maombi. 3, prayers, Maombi na mafungo. prayers and fasting Itakusaidia Mungu aintervenire kwa mambo yako. will help you God to intervene in your situation. Ya tano na ya mwisho, ine, The fourth and the last kutoa uoga. is to remove fear. Usiogope. Don't fear, Sababu aliye ndani yako ana nguvu sana. because the one who is in you is so, he has so, Na kuombea he kwa has jina la much Yesu power. Kristo. I'm praying for you in Jesus' name. Mungu aintervenir God intervenes kwa mambo yako. in your situation. Inua hitaji yako kwa Mungu. Just raise up your prayer request to God. Onesha Mungu situation uko napitia leo. Show God the situation you are going through now. Juu Mungu hatakaa kimya. God will not keep quiet. Ata intervenir. Will intervene. Acha tuombe. Let us pray. Baba, tunakushukuru. Father, we thank you. Uko Mungu unasimamaka na unatetea watu wako hata saa ya mwisho. You are the God who stands and defends your people even at the last moment. Kila mwana tufuata. Whoever has been following us, Uintervenire kwake. intervene to that person. Waokoe na moto yote wanapitia. Redeem them from all the finance they are going through. Nonyamazishe kila moto yote. And distinguish all the fires. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Moto yote shetani amewasha izimike. Let all the fire that the devil has lit be
be distinguished. Moto ya magonjwa izimike kwa jina la Yesu Kristo. Let the fire of sickness be quenched in Jesus' name. Moto ya maadui bachawi wanatuzunguka izimike kwa jina la Yesu Kristo. Let the fire of the enemies of the sorceries be distinguished completely in Jesus' name. Moto yote ya mandoto mbaya izimike kwa jina la Yesu Kristo. All kind of bad dreams be distinguished in Jesus' name. Sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. For us, we are more than conquerors. Kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Bwana kubariki. God bless you. Shalom. Shalom.